Mheshimiwa Mwenyekiti, kilichonisukuma kuzungumza leo, mbali na mambo mengi mazuri yaliyopo kwenye bajeti yetu, ni mjadala wa deni la taifa unaoendelea. Katika mjadala huu watu wanajaribu kukompea deni la taifa katika kipindi cha miaka 5, 10 iliyopita na miaka 20, 30 iliyopita. Basi na mimi nikaamua kufanya uchambuzi kidogo ili niweze kuona tulikuwa wapi, tumefika wapi na tunaelekea wapi, na kwa nini tumefika hapa tulipofika. Nikasema basi na mimi walau nitoe mchango wangu wa senti 2 katika mjadala huu kama ifuatavyo. Kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, bahati nzuri wewe umekulia kwenye sekta binafsi, na hivyo nafahamu na uelewa mpana wa umuhimu wa kukopa kwenye biashara kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakubaliana na mimi hata pale nyumbani, kwa mfano, kama unalipwa mshahara wa shilingi milioni 3 na unataka kujenga nyumba, unataka kupeleka mtoto wako shule nzuri ya private ya kulipia, unataka kununua gari zuri, lakini unalipwa milioni 3 tu leo, una choice 2. Udundulize savings zako kwenye hiyo milioni 3 ili uje ununue gari baada ya miaka 30, uje ujenge nyumba baada ya miaka 30, ama ukakope leo, ufanye kazi kwa bidii leo, ujenge nyumba nzuri leo, uishi kwenye nyumba nzuri, ununue gari zuri leo, utembee kwenye gari zuri, upeleke mtoto wako shule nzuri leo, kwa sababu pia hasubiri wewe udundulize ili umpeleke shule nzuri, manaka anahitaji kusoma leo, hahitaji kusoma kesho. Ndivyo ambavyo mashirika ya binafsi yanaendeshwa, ndivyo ambavyo nchi zinaendeshwa. Kwamba leo una mahitaji makubwa na ya muhimu leo, huwezi kusema utaacha kukopa kwa kuogopa kukopa, kwa kuogopa kelele za wasiolitakia mema taifa letu, eti ukae huna umeme wa kutosha kwa miaka 30 ijayo, kwa miaka 40 ijayo, wakati kuna sehemu unaweza ukakopa na unakopesheka. Kwanza kule nilikozaliwa mimi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wanaume wenye heshima ni wale wenye mikopo. Wanasema kama huna mkopo maana yake huna heshima, wewe sio mwanaume kamili. Unakuwaje unaishi kifalafala hauna mkopo hata kidogo? Mwanaume lazima uwe na madeni, ndio mwanaume kamili. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi wangu nikaona hivi, katika miaka ya 60 na katika mwaka 2010 ambao mimi niliingia katika bunge hili tukufu, ambapo deni la taifa lilikuwa halizidi trilioni 10, lilikuwa trilioni 9.5. Nimetazama takwimu mwaka 2010. Lakini wakati huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, budget pia ilikuwa around hapo hapo, ilikuwa trilioni 9.5. Leo bajeti yetu ni takriban trilioni 56.45. Kuna jambo la ajabu, deni likikuwa pia, lakini GDP yetu imeongezeka. Haikuwa leo hii, haiko kama ilivyokuwa wakati deni likiwa dogo. Lakini pia miradi ya maendeleo tuliyofanya katika kipindi hiki cha miaka 5, 10 iliyopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mingi sana, hususan miradi ya kimkakati. Huwezi kutegemea ulinganishe bajeti yetu ya mwaka 2010 na bajeti ya mwaka 2020 kwa mfano, ama 2024 kwa mfano. Kwa sababu 2024 hata ukitaka kukompea mfano umeme tu, tulikuwa na megawatts katika nchi hii zisizozidi 500 mwaka 2010. Wakati wa deni lilikuwa trilioni 10. Lakini leo bajeti imekuwa, lakini pia deni limekuwa, ila tumepata umeme megawatt zaidi ya 2100. Sasa huwezi kusema bajeti ya mradi katika nchi ambao unatuletea megawatt 2100 ikaenda sawa na deni la kipindi ambacho bajeti ilikuwa trilioni 9 na tulikuwa tuna megawatt 500 tu. Hatuwezi kuwa sawa. Lakini haiwezekani ikawa sawa bajeti ambayo imeenda kujenga vituo vya afya katika nchi, kila kona, kila jimbo limepata vituo visivyopungua 3.
katika kipindi cha miaka hii mitano tu, lakini kila jimbo limepata ambulance katika kipindi cha miaka hii mitano tu. Huwezi kulinganisha bajeti ya namna hii na bajeti ya kipindi ambapo hayo mambo hayakutokea. Kwa hivyo wanaojaribu kulinganisha deni kwa kuangalia awamu za serikali wakome, kwa sababu hawatumikishi akili zao ipasavyo. Hata ukitazama tu idadi ya watu mwaka 2010 wakati deni likiwa trilioni 9.5 na leo wakati deni limefikia milioni 107, idadi ya watu pia ni tofauti. Unazungumzia population density tofauti katika miaka hii na miaka ile. Lakini leo hii unazungumzia bajeti. Muda wangu umeisha. Mheshimiwa, endelea, unaongea madini kubwa sana. Ndio kwanza nimeanza, Mheshimiwa Mwenyekiti. Endelea. Leo hii unazungumzia budget katika taifa ambalo lina watu takriban milioni 70. Huwezi kulinganisha na budget katika kipindi ambacho taifa lilikuwa na watu milioni 30. Huwezi kulinganisha. Lakini huwezi kulinganisha budget katika kipindi ambacho hatukuwa na mradi mkubwa wa daraja la Busisi na hii ya leo ambapo tumejenga daraja la Busisi katika kipindi hiki cha miaka mitano. Huwezi kulinganisha budget, huwezi kulinganisha deni. Lakini pia huwezi kulinganisha deni la kipindi hicho cha mwaka 2010 na deni kama lile la India ambalo limetuletea maji ya Ziwa Victoria la bilioni 600 ukalinganisha na leo. Kipindi kile tulikuwa tuna upatikanaji wa maji pale Nzega vijijini wa 21%. Mimi ninachukua jimbo kwa mara ya kwanza. Leo hii tuna upatikanaji wa maji katika jimbo la Nzega wa 90%. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa kama lile deni tulilokopa tukajenga mradi wa maji wa Ziwa Victoria umetutoa kwenye kero ya maji katika kiwango cha kutoka 21% ya upatikanaji wa maji mwaka 2010 mpaka 90%, Mheshimiwa Mwigulu kakope. Sisi tunaishi na Watanzania masikini kule vijijini. Mimi naishi kijijini, mimi siishi Nzega mjini, naishi kijijini Puge. Kulikuwa na shida kubwa ya maji. Mimi binafsi na uwezo wangu na influence yangu tulichimba visima zaidi ya mara 3 katika kiwanja changu ambapo ninaishi na hatukupata maji. Lakini leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwa naenda zako Mwanza ukisimama pale Puge ukasema ngoja niingia kwa Mheshimiwa mbunge hapa nijisaidie kidogo, utapata maji. Utakutaka kuoga utaoga. Kwa sababu tuna maji masaa 24 yanayotoka Ziwa Victoria. Kwa hivyo ule mkopo wa bilioni 600 na kitu ulieleta maji katika mkoa wote wa Tabora, wilaya za Kahama, katika mkoa wa Singida baadhi ya maeneo yatafaidika. Ni mradi ambao umetokana na deni. Sasa huwezi kulinganisha faida ya sisi kupata huduma ya kijamii kama maji na uoga wetu wa kukopa. Kwa hivyo mimi sioni haja, kwa nini tuogope kukopa kama tunaenda kuleta mabadiliko makubwa kwenye maisha ya watu kiasi hiki. Puge kulikuwa hakuna maji, leo kuna maji ya bomba, maji safi na salama. Kama tunakopa tunawaletea wananchi maji, tuendelee kukopa tu. Mimi sioni shida. Bahati nzuri nikafanya tathmini nyingine, nikatazama na majirani zetu hapa. Jirani yetu ambaye watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wanapenda kujikompea naye, nchi ya jirani ya Kenya, yeye deni lake kwa mwaka kwenye bajeti ya mwaka huu liko 278 ya pato la taifa. Sisi ya kwetu iko 200. Tuko vizuri kama ukikompea budget against GDP. Lakini mwaka 2010 sisi tulikuwa 35% ukikompea deni la taifa against GDP. Lakini wao au majirani zetu walikuwa 48%. Leo hii wako 67% ukikompea. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda vizuri, hatuna haja ya kuogopa kelele za watu. Kwa sababu kwanza deni letu liko ndani ya threshold. Threshold ya shirika la fedha la kimataifa IMF ni 55% ya GDP. Sisi hatujafika huko. Sisi deni letu lipo kwenye kati ya 40% mpaka 48%. Nategemea unapima kwa kutumia vigezo vipi. Kwa hivyo bado ni himilivu na liko vizuri. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwigulu, kama unakopa kuleta umeme, kopa. Kama unakopa kuleta barabara, kopa. Kama unakopa kuleta pembejeo kwa ajili ya wakulima wetu, kopa. Sisi bunge hili tutapitisha na tutawalinda
kwa sababu mnakopa katika misingi ambayo inaenda kuleta tija na ufanisi kwenye maisha ya watu ya kila siku. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kuwashukuru sana wananchi wenzangu wa jimbo la Nzega vijijini kwa kuendelea kunipa imani. Na wakati nikizungumza hapa siku ya leo, katika hatua za mwisho kabla hatujaenda tena kuomba ridhaa, ni wataarifu tu kwamba sijafika jimboni muda mrefu. Kuna mchwa wanakula hapa na pale, lakini kama atakuwepo mtu ambaye ataweza kushindana na mimi kwa vigezo, basi achukue fomu na ashindane. Nzega ni njema na atakaye aje. Niko imara, nitarudi jimboni kugombea, na nina hakika kwa kazi kubwa tuliyofanya kumsaidia Mheshimiwa Rais kusimamia miradi aliyotuletea kwenye jimbo letu, basi nina uhakika mtaendelea kunipa ridhaa ya kuwawakilisha kwa awamu nyingine tena.